Bwana anasemaje kwenye mitandao ya kijamii na platform nyingine tofauti tofauti, Eli Kibisawala Mpanzu amekuwa akizungumzwa kwamba yuko kwa mkopo, taarifa nyingi tofauti tofauti. Wewe ndio chanzo rasmi, sauti ya Simba. Tuambie, ni kweli yupo kwa mkopo Simba Sports Club au ni mchezaji aliyesajiliwa kwa muda kadhaa ndani ya Simba Sports Club? Tunajua hizo kelele zinatokea wapi, na wanaotoa hizo kelele vile vile tunafahamu hizo kelele wanazitoa kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni wao kumuogopa Mpanzu. Wameshagundua na wameshaona ya kwamba Mpanzu ni balaa jipya kwenye mpira wa Tanzania. Wameshabaini ya kwamba Mpanzu ni mtu hatari. Hiyo inawafanya wao waongeze kelele ya kupiga kuhusiana na Mpanzu. Hilo la kwanza. La pili, wameanza kuzunguka kwenda kuulizia upatikanaji wa Mpanzu. Wameshakwenda Kongo kwenda kuulizia bana huyu Mpanzu vipi, na nadhani walikutana na wajanja wa Kongo wakawadanganya kwamba yupo kwa mkopo. Sasa sisi tunawatahadharisha tu kwamba wataibiwa fedha zao. Mpanzu ni mchezaji halali wa Simba Sports Club ambaye amesajiliwa kwa mkataba wa miaka 2. Na tunapozungumzia mkataba wa miaka 2, tayari mwaka mmoja umemalizika, lakini ndani ya huu mwaka mmoja Mpanzu ametumikia miezi 4 tu. Baada ya dirisha dogo la usajili kufunguliwa ndio Mpanzu akaanza kuitumikia Simba. Kwa hiyo Mpanzu bado ana nusu msimu akamilishe mwaka mmoja, alafu aje aanze kuitumikia Simba kwa mwaka mwingine mmoja. Kwa wana Simba hilo wala wasiwe na wasiwasi. Mpanzu ni mali yetu ya kudumu ndani ya Simba. Sisi tuna mamlaka naye. Tukiamua kumuuza, sisi ndio wenye uwezo wa kumuuza. Tukiamua baki, sisi ndio mwenye uwezo wa kubaki. Na hawa wengine wote ambao wanajisumbua, tuambie tu Tanzania hii timu ya kuchezea Mpanzu ni Simba Sports Club pekee. Mpanzu kwa namna yote ile hawezi kukubali kurudi nyuma kimaisha. Kwa sababu kwenda kuchezea timu nyingine Tanzania hii ni kurudi nyuma kimaisha. Na wale ambao wanamhitaji Mpanzu wawe na subira. Uzuri ni kwamba wao wanajua namna gani wanaweza wakawapata wachezaji wa Simba. Wanajua kabisa ipi ni namna ipi? Namna nyepesi tu. Mpanzu ana miaka 22 hivi sasa. Ataitumikia Simba Sports Club kwa kipindi cha miaka 13 hivi. Kama muda miaka mingine 10 itimie, naongeza tena 3 mingine mbele. Miaka 13. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu akijalia uhai, Mpanzu akifikisha miaka 35 ndo ataondoka Simba kwenda klabu nyingine ya Tanzania. Kwa hiyo hilo wawe na subira nalo, kama ambavyo walisubiri kwa namba 20 wetu. Walianza kumtamani tangu akiwa mdogo. Namba 20 akaenda, akawa nahodha, akawa mchezaji mwandamizi, akapoteza nafasi ndani ya kikosi chetu. Baadaye Simba tukamwacha, wao wakamchukua. Formula ni ile ile kwa Mpanzu, dunia haijabadilika. Dunia haijabadilika. Jua bado linatoka kusini, linazama kaskazini. Na formula ya kusajili mchezaji wa Simba ni hiyo. Tukimuacha unamchukua. Kama ilivyokuwa kwa namba 17. Amekuja hapa bado kijana mdogo na vidredi. Wakaanza kumtamani kuanzia hapo. Akaenda akawa mwamba. Akaenda akawa mchezaji bora. Akaenda akawa mtaalamu wa maasisti. Akaenda akawa mtaalamu wa locomotive feint. Kipindi chote hicho walikuwa wanamtamani na kumvumilia. Ilivyofika muda tukasema ahlan wa sahala, ndo wakamchukua wakaenda kwao. Na kwa Mpanzu baba ni hivyo hivyo mpaka tuachane naye, wao ndo watamchukua. Sasa wasianze kujitamanisha mapema, au waendelee kujitamanisha, lakini the only way ya kumpata Mpanzu ni mpaka sisi tutakapoamua kuachana naye. Na kama kuna mtu anajidanganya yupo kwa mkopo tena wa miezi 6, wasubiri miezi 6 ishe wamchukue. Maana mwisho wa msimu huu tuone. Tuone wamchukue. Na Simba tumeshapita level za kuchukua mchezaji kwa mkopo.
tena wa miezi 6. Yani sisi kama ni kuchukua mchezaji kwa mkopo, basi ni kumtoa Manchester United ndo aje Simba Sports Club, au kumtoa Al Ahly aje Simba Sports Club. Lakini Afrika hii sisi tunanunua tu. Hii timu ina Mohamed Dewji, timu hii ina fedha nyingi, tunachukuaje mchezaji kwa mkopo? Nataka waje tuna fedha nyingi, wataona dirisha kubwa. Aliyekuwa wao atakuwa wetu, na wetu atabaki kuwa wetu. Dirisha kubwa hili. Tuishi humo. Aliyekuwa wao atakuwa wetu, na wetu watabaki kuwa wetu. Kwa mfano hivi unaitwa kwenye kikao bwana semaji, hebu taja figa ambayo Mpanzu anaweza akauzwa kwa hivi sasa. Kiasi yake ni kiasi gani? Kuna vile vitu ambavyo vinaga thamani. Yani thamani ya huyo mtu ni kubwa kiasi kwamba huwezi hata kuimagine. Kwa sasa hakuna namna yoyote Mpanzu akawa na thamani. Thamani ya Mpanzu ni kubwa mno. Na kama kuna timu Tanzania hii inamtaka, yani hiyo timu ijiuze. Yani hiyo timu yenyewe anaenda kucheza wapi sasa timu? Ijiweke mnadani, iuzwe hiyo timu. Fedha itakayopatikana ndio unaweza ukapata mshahara wa mwezi mmoja wa Mpanzu. Sasa kumchukua kabisa wewe sio unataka kufilisika. Hata timu ikuzwa anaenda kucheza wapi sasa? Ndio vitu visivyowezekana, Toby. Ndio vitu visivyowezekana. Kaka, Mpanzu tumemtoa Ulaya. Labda watu wanasahau. Mpanzu tumemtoa Ulaya. Klabu yake ilikuwa inaleta ng'ong'o. Tukapambana nayo kweli kweli. Wakampeleka Ulaya, tukamfuata Ulaya. Tukamchomoa Ulaya, tukamwambia wewe Ulaya ndani ya Dar es Salaam, njoo ule maisha hapa da. Si ule pale. Mpaka nywele anaweka black squeeze, kata. Mzuri anapendeza. Alikuwa anafananishwaga, unakumbuka mwanzo vile? Unakumbuka? Mpanzu ana hatari. Tayari maji na mafuta vimejitenga. Shajitenga kaka, pumba na mchele. Long time ago. Mapema tu. Unasemaje? Nashukuru bwana. Asante sana.